Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, sitaki nichukue muda mrefu sana leo. Baada ya kuiangalia Mwanza kwa upekee, naomba sasa nizungumzie ajenda kuu ya mkutano ambao leo ninaufanya nikiwa na nyinyi waandishi wa habari wenzangu wa Mwanza. Na leo nafanya mkutano huu ili tuangazie vizuri uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika usafiri na usafirishaji majini. Ndugu zangu waandishi wa habari, tukianza na ukanda huu wa ziwa, katika ziwa Victoria, kwamba ziwa hili tunaliangalia kimkakati. Uwekezaji unaofanywa na serikali unafanywa katika maziwa yote, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na pia katika bahari ya Hindi. Lakini hebu nianze kuzungumzia uwekezaji mkubwa ambao unafanywa katika ziwa hili, ziwa Victoria. Kwanza, katika maeneo yote hayo ya maziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na bahari ya Hindi, miradi inayoendelea kwa sasa ambayo serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ina thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1. Mtaona ni kwa kiasi gani serikali inatazama eneo la usafiri na usafirishaji majini kama eneo la kimkakati ambalo linatakiwa lichangie kwa sehemu kubwa katika uchumi wa nchi yetu. Sasa tuanze na hapa katika ziwa Victoria. Kama nilivyosema, nimewadokeza mwanzoni kwamba hapa tupo katika MV Mwanza, New MV Mwanza. Tarehe 26 mwezi Januari, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu alikuja kuzindua rasmi safari za meli hii ambayo tuko juu yake muda huu. Naomba kuambia ndugu zangu wa Tanzania, meli hii ni moja ya mafanikio makubwa ambayo Watanzania tunatakiwa kujivunia. Ni meli kubwa, nimesema awali, ni meli kubwa kuliko zote katika maji baridi barani Afrika. Hakuna meli nyingine inayofikia ukubwa wa meli hii. Meli yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, yenye uwezo wa kubeba mizigo tani 400, itakayofanya kazi katika maeneo, katika bandari za nchi zote zinazozunguka katika ziwa Victoria. Ni uwekezaji mkubwa. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha mradi huu unakamilika. Wakati anaingia madarakani tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021, meli hii ujenzi wake ulikuwa takriban 40%. Katika kipindi chake cha miaka 5 amehakikisha meli hii inakamilika kwa 100%. Wakati anaingia madarakani, hata fedha ambazo mkandarasi, kampuni ya kutoka Korea iliyokuwa inafanya ujenzi wa meli hii, alikuwa amelipwa takriban shilingi bilioni 36 tu. Lakini kama nilivyowaambia, meli hii ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 123. Manake fedha nyingine yote Mheshimiwa Rais amesimamia kuhakikisha meli hii inakamilika, na Tanzania inaandika tu sio historia, bali inajiweka katika nafasi kubwa ya kunufaika na uchumi wa eneo hili la ziwa Victoria. Hili ni jambo kubwa ambalo kila Mtanzania anapaswa kujivunia. Niliwadokeza mwanzoni, meli hii ina upana wa mita 92, ina urefu wa mita 92.6, ina upana wa mita 17, ina kimo cha mita 20, ghorofa zaidi ya 4 kama unajenga nyumba ya Msukuma kuishi hapa Mwanza, ghorofa 4. Kwa ni bonge la dude ambalo limejengwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Na tunafurahi kwamba wakati wa ujenzi sio tu kwamba tumepata meli lakini tumepata ujuzi. Vijana wetu takriban 200 wakiwemo mainjinia na mafundi wa kawaida walishirikiana na Wakorea kuhakikisha wanajenga meli hii. Kwa maana yake tumeongeza uwezo wetu, ujuzi wetu kwa vijana wetu wa kujenga meli kubwa, na hili ni jambo kubwa, ni lazima sote tujivunie. Ndugu zangu waandishi wa habari, kutokana na uwekezaji huu, naomba nizungumze mambo mawili matatu na watani zangu wa kanda ya ziwa. Naomba nizungumze na wawekezaji wa Tanzania. Naomba nizungumze na wafanyabiashara. Naomba nizungumze na wadau mbalimbali ambao wako tayari kuja kuwekeza Tanzania. Serikali imetekeleza jukumu lake la kujenga mazingira bora ya uwekezaji. Ni meli ambayo kweli inatumika kusafirisha watu na mizigo, lakini hapa tuitazame hii meli kwa jicho zaidi ya kusafirisha abiria na mizigo. Na waombeni ndugu zangu, meli hii tukiiona, cha kwanza tulione suluhisho la usafiri wa abiria na mizigo. Na waombeni sana tuone fursa muhimu na adhimu ya utalii. Serikali inategemea kuona utalii unakuwa kwa kasi kubwa hapa Mwanza.
unakuwa kwa kasi kubwa Bukoba na kwingine. Watalii waje hapa Mwanza, watembelee maeneo mbalimbali ya utalii ya kanda ya Ziwa, waende Serengeti, waende Rubondo, waende Burigi Chato. Naomba kuambia, najua watalii wengi wanakwenda Serengeti, lakini nifichue siri ambayo haisemwi sana. Kutokea Mwanza kwenda Serengeti ni jirani zaidi kuliko kutokea sehemu nyingine yoyote. Meli ipo, njooni tutumie. Mheshimiwa Rais anaimarisha uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndege zinazokuja Mwanza ni kubwa. Mimi naishi Dodoma, makao makuu ya nchi. Kule tunakwenda kwa Bombardier. Mwanza inakuja Boeing 737-9 Max, au zinakuja zile Airbus 220. Ndege kubwa zinakuja hapa Mwanza. Ni kwa sababu Mwanza ni eneo la kimkakati. Kwa hivyo ndugu zangu, mnaofanya biashara ya utalii, hakuna sababu ya kuogopa kufanya kazi Mwanza. Mimi nategemea katika kipindi kifupi tukija Mwanza hapa tuone ofisi na makampuni makubwa ya utalii yamekuja kuwekeza. Watu waingie kwenye hii meli. Kwenye hii meli na madaraja mpaka executive royal kabisa. Kuna chumba ndani unalala kama umelala kwenye hoteli ya 5 star. Unatalii, unapunguza stress. Siku hizi kuna matatizo ya afya ya akili. Njoo usafiri na meli. Unakula zako meli, unatoka zako hapo, unakwenda Bukoba, utakwenda Kisumu, utakwenda Port Bell huko, utakwenda wapi, unazunguka. Unakula maisha ndani ya hii meli. Utalala, utakunywa, utalala, utaamka. Wanaotaka kufunga ndoa, utafunga ndoa humu ndani, utafanya sherehe, vipaimara, komyo ya kwanza na kila kitu unaweza kufanya ndani ya hii meli. Tutumie meli hii kiutalii. Lakini tukiona hii meli, pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini. Maeneo ya kanda hii ya Ziwa ni maeneo ya madini. Biashara za mazao. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ni wazalishaji wa mazao. Pamba, mazao ya mifugo, nyama, samaki, maziwa. Lakini pia hili ni eneo ambalo kibiashara liko kimkakati. Ukifanya biashara maeneo ya kanda ya Ziwa na uwepo wa meli hii, una uhakika wa kufanya biashara Tanzania, Kenya, Uganda na kote ambako uwepo wa meli hii unawezesha ama unarahisisha mambo ya kufanya biashara. Nchi za DRC, Sudani Kusini, Rwanda na Burundi. Kwa tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo naomba watu mbalimbali wenye mipango ya uwekezaji, wenye biashara, iangalieni hii meli kimkakati. Serikali itasikitika sana baada ya uwekezaji huu wa zaidi ya shilingi bilioni 123. Tuone meli hii inakosa abiria. Tuone meli hii inakosa mizigo. Tuone meli hii haifanyi watu wafanye biashara. Watu hawapati pesa. Mimi ningependa siku nikija kwa watani wangu hapa niitwe, nipewe zawadi za kurundika nikampelekee Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya. Hiyo itakuwa ni jambo kubwa na jema na itakuwa ni maana halisi ya meli yetu hii kujengwa hapa. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akasema wananchi wa kanda ya Ziwa wana changamoto nyingi za usafiri. Ni lazima tuboreshe pia vivuko. Vivuko karibu vyote vya ziwa hili, Ziwa Victoria, vimefanyiwa ukarabati mkubwa na vinawezesha wananchi kufanya safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais hakuishia kwenye Ziwa Victoria peke yake. Amekwenda pia katika maeneo mengine. Lakini kabla sijaondoka hapa kwenye Ziwa Victoria, liko jambo moja kubwa. Hapa kulikuwa kuna meli inaitwa MV Umoja. MV Umoja ilikuwa inafanya safari zake kati ya Mwanza na Uganda. Hii MV Umoja ndani humu kwenye meli, yani kama hapa kuna njia za treni. Kwa hiyo treni ikitoka Dar es Salaam kwa ile reli ya zamani inaingia moja kwa moja kwenye MV Umoja. Sasa Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akasema hii meli ni lazima ifanye kazi na sio kufanya kazi tu, ifanye kazi kwa ufanisi. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, meli hii inafanyiwa ukarabati ambao utagharimu takriban shilingi bilioni 22.9. Mradi huu hivi ninavyozungumza umekamilika kwa 100%. Na meli hii ndio itakuwa kiungo sasa cha kuhakikisha mizigo inayotoka katika bandari yetu ya Dar es Salaam inafika hapa Mwanza, inakwenda moja kwa moja Port Bell kule Uganda. Na kule tumetengeneza pia reli. Treni ikiingia pale inaingiza mzigo mpaka ndani Uganda. Lakini hiyo ni moja. Tunajenga MV Umoja. Huku mbele nitawaambia Mheshimiwa Rais ameelekeza ijengwe meli nyingine katika Ziwa Victoria ya SGR. Hii ni ya MGR, ile reli ya zamani. Sasa tunajenga na ya SGR. Lengo letu ni kwamba mizigo yetu itakayokuwa inasafirishwa kwa SGR ikitoka Dar es Salaam
inaingia moja kwa moja kwenye hiyo meli na inakwenda moja kwa moja kwenye masoko mbalimbali, iwe ni Port Bell, iwe ni Kisumu, iwe ni kwingine kokote ambako tutahitaji iende. Na ndugu zangu, napozungumza SGR ya Tanzania naomba mpigie mstari reli yetu ambayo treni moja likifunga mabehewa 100 lina uwezo wa kuchukua tani takriban 10,000. Hii treni tulionayo ile inachukua kati ya tani 800 mpaka 1200. Hii SGR itakapoanza, na niwape tu taarifa, kwa mahesabu ambayo tumeyapiga na utekelezaji wa mradi wetu, tunategemea mpaka mwaka 2028 SGR kutoka Dar es Salaam hiyo imefika Mwanza. Watu watoke kwa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Mwanza ifikapo mwaka 2028. Ikifika wakati huo, tutakuwa tunaweza kusafirisha mizigo yetu kutoka Dar es Salaam mpaka kwenye bandari za nchi jirani kwa kutumia meli zetu, meli ya MGR na meli ya SGR. Meli ya SGR ambayo ina uwezo wa kuchukua mizigo mingi na inakwenda spidi kali. Hii meli yetu ikibeba mzigo inakwenda spidi ya kilomita 120 kwa saa. Ikibeba abiria inakwenda kilomita 160 kwa saa. Kawaulizeni wenzenu wa Dar es Salaam na Dodoma wanaosafiri tayari kutoka maeneo haya ya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Tayari mambo yanakwenda vizuri, na kazi ya ujenzi wa SGR inaendelea. Manake kumekuwa na maneno miradi imesimama, hakuna paliposimama. Kama nilivyowaambia, kilomita 722 za Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma zimekamilika. Kilomita 341 za Mwanza Isaka tuko 68%. Kilomita 368 za Makutupora Tabora tuko 15%. Kilomita 165 za Tabora Isaka tuko 8%. Kilomita 506 za Tabora Kigoma tuko 10%, na wakandarasi wako site. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, mobilization inaendelea kwa ajili ya Uvinza Msongati ili tuingie Burundi. Kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliamua uamuzi madhubuti wa kuhakikisha tunatekeleza hii miradi kwa pamoja. Ujenzi, utekelezaji wa SGR, na naomba waandishi wa habari mlieleze hili vizuri. SGR ndio mradi mkubwa kuliko miradi yote iliyowahi kutekelezwa na Tanzania tangu nchi hii imezaliwa. Huu ni mradi ambao utakapokamilika utagharimu dola za Marekani bilioni 12. Dola za Marekani bilioni 12. Sawa na takriban shilingi trilioni 31. Ni uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo mkiona inachukua muda, ni kwa sababu pia na mzigo ambao serikali inaweka kwenye uwekezaji huu sio mchezo. Lakini ni uwekezaji ambao utaturudishia pesa, utajenga uchumi wetu, sio uchumi wetu tu, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo DRC, hata Kenya wenyewe. Kwa sababu kama unaweza kuleta mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam ukaja mpaka Mwanza hapa kwa SGR, tayari unaweza kwenda Kisumu, unaweza kwenda Port Bell Uganda, unaweza kaenda nchi nyingine yoyote, kwa sababu tayari tumeshaunganisha miundombinu mingine na inaendelea kufanya kazi. Hapa katika Ziwa Victoria pia tumefanya ukarabati wa MV Ukerewe. Na mnaweza mkaiona hapa nyuma yenu inaendelea kufanyiwa kazi. Tunafanya ukarabati huu kwa shilingi bilioni 7.5. Mpaka sasa utekelezaji umefika 72%. Meli hii ni tegemeo muhimu katika shughuli za uokozi na kupandisha na kushusha meli zinazojengwa ama kufanyiwa matengenezo kwenye chelezo. Lakini pia kuna ujenzi wa meli mpya ya mizigo katika Ziwa Victoria. Kama nilivyosema, huu unaendelea. Tunajenga meli ya mizigo itakayotoa huduma ndani ya Ziwa Victoria ambayo itakuwa na uwezo wa tani 3,000. Na ndio hiyo meli ambayo tunaijenga kwa gharama ya shilingi bilioni 145. Tutakuza biashara, tutaimarisha biashara na tutapunguza gharama za usafirishaji katika Ziwa Victoria. Lakini ndugu zangu, ujenzi na ukarabati wa meli haujaishia katika Ziwa Victoria peke yake. Serikali pia inafanya uwekezaji kwenye maziwa mengine, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tunafanya kazi kubwa katika Ziwa Tanganyika. Pale tuna mradi wa kimkakati kabisa wa ukarabati wa meli ya MV Liemba ambayo ina uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuimarisha usafiri wa majini. Ukarabati huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 32.9 na unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu 2026. Hadi sasa MV Liemba ukarabati wake umefikia 55%. Kazi nyingi zinazohitaji meli kuwa kwenye chelezo zipo katika hatua ya mwisho, huku nyingine zikiwa tayari zimekamilika, ikiwemo uwekaji wa vyuma vipya katika maeneo yaliyochakaa,
kama eneo la nahodha, vyumba vya abiria, vyoo, mabafu na migahawa, pamoja na maboresho ya mifumo ya mabomba, umeme na uendeshaji wa meli, sambamba na ukamilishaji wa hatua za mwisho za mifumo ya maji safi na maji taka. Pamoja na hayo yote, ndugu zangu, sisi MV Liemba, leo asubuhi nilikuwa naongea na mkurugenzi mkuu wa Tashiko, ndugu yangu Eric Benedict. Kwanza nampongeza sana kwa kazi kubwa. Mheshimiwa Rais tangu amemleta kwenye shirika hili, tunaona mambo mengi yanatokea. Amefanikiwa kutekeleza ama kusimamia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa meli hii tunaikarabati kimkakati. Watu wengi watasema ni meli kongwe. Ni kweli, ni meli kongwe, na inaelezwa kwamba inawezekana ndio meli kongwe iliyobaki duniani ambayo inaendelea kutoa huduma za abiria na mizigo. Hii meli ina zaidi ya miaka 100, na ukarabati tunaoufanya sasa hivi, tunafanya ukarabati utakaogharimu shilingi bilioni 32. Meli hii imefanyiwa tathmini, chuma chake kwa sehemu kubwa, kwa maana ya lile umbo lake la meli, bado kiko imara, na kwa sababu inafanya kazi kwenye maji baridi, kwa hiyo hakijapata madhara ya kulika, kwa kiko vizuri. Tathmini imefanyika. Ukarabati tunaoufanya wa bilioni 32 utaifanya hii meli iwe mpya tena. Sasa tutapata mambo mawili. Cha kwanza, tutakuwa tumepata meli mpya, kwa sababu tukisema tujenge meli mpya nyingine sasa hivi yenye uwezo huu wa MV Liemba, tutahitaji kutumia shilingi bilioni 80. Lakini tumefanya tathmini kwa bilioni 32, tunaweza kuirudisha MV Liemba ikawa kama meli mpya. Lakini faida yake kubwa, inabakia kuwa meli ya kihistoria na kiutalii. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, watu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali duniani, wanakuja kuiangalia hii meli ambayo ina umri wa zaidi ya karne, inaendelea kutoa huduma ikoje. Tumeamua tuikarabati, ikae kimkakati, wanaosafiria wasafirie, lakini wanaokuja kutalii, watalii waone kitu kikiwa kimenyoka vizuri. Hongera sana Tashiko kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na mradi huu utakamilika hivi karibuni kama nilivyosema. Tuna ujenzi wa meli za mizigo katika bandari ya Karema na Katavi. Serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imeendelea kufungua fursa ya uwekezaji katika sekta ya meli nchini ili kuimarisha usafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi. Kutokana na jitihada hizi, TPA imepokea maombi kutoka kampuni ya Gold Voyage Logistics Limited, kampuni tanzu ya Zinjin Mining Group Company Limited kutoka China, ikiomba kukodishwa eneo la bandari ya Karema kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa meli 4 kubwa za mizigo katika bandari ya Karema. Ujenzi wa meli hizi ni fursa kwa wananchi wa mikoa hiyo inayopitiwa na ziwa Tanganyika ya Rukwa, Katavi, Kigoma, ambayo itaongeza kipato kwa kaya na taifa. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu pia tunaangalia haya mambo kimkakati. Uwekezaji unaweza kufanywa na serikali, lakini pia serikali ingependa uwekezaji ufanywe na sekta binafsi. Kwa hiyo wenzetu wa TPA wamefanikiwa kupata uwekezaji hao kutoka China, wanafanya uwekezaji pale Karema, wanajenga meli 4. Ujenzi wa meli hizo ulianza tangu mwezi Aprili mwaka jana, unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu, na mpaka sasa umefikia 95%. Actually hizi meli zimeshaingizwa majini. Sasa hivi inakamilishwa mambo mengine ili zikamilike, zianze kufanya kazi. Tunategemea zitatuletea mageuzi makubwa ya bandari yetu ya Dar es Salaam, sababu kuna mzigo mkubwa ambao Kongo inautegemea upite kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kikwazo imekuwa ni namna gani mzigo unavuka kwenda Kongo. Katika dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo tunategemea nchi yetu iwe na uchumi wa dola za Marekani trilioni 1, ifikie pato la Mtanzania mmoja kufikia dola 7,000, tutahitaji nguvu kubwa ya sekta binafsi. Na niwaambie tu kwa taarifa yenu, 70% ya uchumi huu wa dola za Marekani trilioni 1 itachangiwa na sekta binafsi. Kwa hiyo kwenye eneo hili tumewashirikisha sekta binafsi, tukitegemea wao watakuwa engine ya maendeleo na kutimiza malengo yetu katika eneo hili. Uwepo wa meli hii kama nilivyosema utafungua fursa kwa Tanzania kunufaika kiuchumi na kuimarisha huduma za usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya SGR. Pia wamiliki wa malori watanufaika kwa kuchukua mizigo kutoka katika bandari ya Karema kutokana na uwezo wake wa kubeba tani 8,000 hadi 10,000 za mzigo kwa wakati mmoja. Lakini pia kuna kazi zinaendelea katika bahari ya Hindi. Mkienda kule Mtwara, katika bandari yetu ya Mtwara, tunajenga mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA inaendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa bandari inaitwa ya Mgao. Hii ni bandari ambayo itakuwa inasafirisha ama itatumika kupitisha mzigo mchafu. Mzigo mchafu ni kama makaa ya mawe na saruji.
Lengo ni kuongeza ufanisi katika upokeaji na ushughulikiaji wa mizigo hiyo. Mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 434.53 ambapo hadi kufikia mwezi Februari mwaka 2026 jumla ya shilingi bilioni 128 tayari zimetumika. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kazi inaendelea na imefikia asilimia 33. Mradi ukikamilika utaongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia mizigo kwa ufanisi zaidi na kuchochea ukuaji wa uchumi. Lakini pia tunayo bandari nyingine katika bahari ya Hindi. Tuna mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi pale Kilwa. Mradi ule tunautekeleza ama tumeutekeleza kwa kiasi cha shilingi bilioni 280. Ujenzi umehusisha ujenzi wa gati lenye urefu wa mita 311 ambalo kama nilivyosema limekamilika kwa asilimia 100, lakini ujenzi wa miundombinu ya huduma pamoja na mitambo ambao kwa wakati huu ulikuwa asilimia 98 sasa umekamilika, lakini pia ujenzi wa jengo la kupokelea na kunadi samaki ambao watakuwa wanatoka baharini na kuuzwa. Kukamilika kwa bandari hii kunatarajiwa kuleta manufaa makubwa kiuchumi na kijamii, yakiwemo kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa, kuongeza ajira ambapo zaidi ya ajira 1000 zimetolewa wakati wa ujenzi, kukuza uchumi kupitia upatikanaji wa fedha za kigeni kutokana na usindikaji wa samaki kwa soko la ndani na mauzo ya nje. Ndugu zangu waandishi wa habari, ningependa pia kuzungumzia ujenzi wa bandari zingine. Tunazo bandari ambazo zinajengwa katika Ziwa Nyasa. Kazi ya uboreshaji inaendelea pale Mbamba Bay, hali kadhalika tunajenga, wote mtafahamu, katika Ziwa Nyasa tunazo meli ambazo zinafanya kazi, MV Njombe, MV Mbeya 2 ambazo zinabeba mizigo zinaendelea kufanya kazi, lakini tunayo MV Ruvuma ambayo pia inaendelea kufanya kazi ya kubeba abiria. Kwa hiyo kazi hizi zinaendelea kama kawaida. Tunajenga bandari pale Mbamba Bay ambayo ujenzi wake umefikia asilimia 47 na kazi inaendelea. Hali kadhalika tunao ujenzi wa bandari kavu, tunaendelea na ujenzi wa bandari kavu, uimarishaji wa bandari kavu yetu ya Kwala iliyopo katika mkoa wa Pwani ambao umegharimu shilingi bilioni 39.21. Mradi huu unaendelea kufanya kazi, na katika kutekeleza mkakati wa kuimarisha matumizi ya bandari kavu ya Kwala, serikali imetoa maeneo kwa ajili ya kuhudumia shehena ya mizigo Rwanda, DRC, Burundi, Zambia, Uganda, Malawi, Sudani Kusini na Zimbabwe. Nchi hizo kwa sasa zimeanza uendelezaji wa maeneo yao. Najua kumekuwa na maswali mengi kwamba hawaoni pilika kubwa sana za bandari ya Kwala. Ni kwa sababu hawa tuliwapatia maeneo ambao ndio tunategemea waitumie, wanaendelea na kazi ya kuimarisha maeneo yao ili mizigo yao yote waipokee kupitia bandari ya Kwala. Lakini pia tuna kazi ya uunganishaji wa SGR na bandari ya Dar es Salaam. Tayari tawi la reli ya kuingia bandarini katika bandari ya Dar es Salaam limekamilika, limeshaingia, na hivi ninavyoongea tunatengeneza sakafu ngumu. Itakuwa ni hatua ya awali ili tuanze kutumia kwenye eneo hilo, lakini baadaye tunatengeneza kituo kabisa cha SGR ambacho ndio kitakuwa kinapokea mizigo moja kwa moja kutoka kwenye meli na ingia kwenye SGR, inakwenda kwenye bandari kavu na inakwenda kwenye nchi mbalimbali. Lakini pia tuna ujenzi wa bandari kavu Morogoro. Sasa katika jitihada hizi serikali inafanya hivi kwa ajili ya kupunguza msongamano wa maroli katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Tumeanza hatua za awali za kuanzisha bandari kavu katika mkoa wa Morogoro itakayohudumia shehena ya mizigo inayosafirishwa na reli ya SGR kutoka bandari ya Dar es Salaam kupitia mkoa huo. Utekelezaji wa mradi huu utasaidia kuongeza matumizi ya usafiri wa reli katika kusafirisha mizigo kwenda maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, huo ndio uwekezaji ambao unaendelea kufanywa katika usafiri na usafirishaji wa majini katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na katika Bahari ya Hindi na kwenye maeneo mbalimbali. Lakini pamoja na hayo yote, hatukuacha pia kuwekeza kwenye maeneo mengine ambayo ni muhimu ama huduma saidizi za usafirishaji wa majini. Na hapa ni katika kuwekeza kwenye huduma za usafiri wa majini na uokoaji. Kwenye eneo hili tuna ujenzi wa kituo cha uratibu na masuala ya utafutaji wa uokozi katika Ziwa Victoria. Serikali kupitia shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC imeendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha uratibu na masuala ya utafutaji wa uokozi, yani Maritime Rescue Coordination Center MRCC katika Ziwa Victoria, ambapo utekelezaji wake umefikia asilimia 98. Kituo hicho kitaimarisha usalama wa usafirishaji na usalama wa watu na vyombo vya usafiri katika Ziwa Victoria. Tunao ujenzi wa vituo vidogo vitatu vya utafutaji na uokoaji ambako TASAC inaendelea pia kufanya ujenzi wa vituo hivyo katika eneo la Kanyara Geita, Ukerewe
na Msoma, ambapo utekelezaji katika eneo la Kanyara Geita umefikia 91%, Ukerewe tumefika 85% na Msoma tumefika 91%. Vituo vyote vimeunganishwa na umeme wa TANESCO. Mahitaji ya kuunganisha vituo na mifumo ya TEHAMA yamekamilika, na samani pamoja na vifaa vya mawasiliano na TEHAMA viko tayari. Tumefanya kazi ya ununuzi wa boti maalum za uokoaji. Serikali imenunua boti ya wagonjwa ambulance boat kwa ajili ya Ziwa Victoria ambayo tayari imewasili na iko tayari kutoa huduma. Boti hii ni kama hospitali inayotembea na itaboresha huduma za afya na uokoaji kwa wananchi waishio visiwani na maeneo ya mwambao. Pia serikali imenunua boti moja ya utafutaji na uokoaji katika Ziwa Tanganyika, boti mbili katika Ziwa Victoria na boti moja ukanda wa bahari kule Tanga. Hatua hii imeongeza uwezo wa taifa katika kukabiliana na ajali. Lakini pia tumefanya ujenzi wa minara ya mawasiliano. Minara mitatu ya mawasiliano katika Ziwa Victoria. Tunajenga mnara katika eneo ama kisiwa cha Soswa ambao umefikia 50%. Tunajenga mnara katika kisiwa cha Kunene ambao umefikia 50%, na mnara mwingine tunajenga katika kisiwa cha Kweru ambao umefikia 70%. Hii minara ni muhimu sana katika kusimamia usalama wa ziwani. Lakini miradi hii pamoja na kusimamia usalama pia itaimarisha mawasiliano ya dharura katika maeneo haya, kutoa tahadhari ya hali ya hewa na kuwezesha uratibu wa haraka katika maeneo haya ya kanda ya Ziwa. Ndugu zangu, hizo ndio juhudi kubwa ambazo zinafanyika katika kuimarisha usafiri na usafirishaji katika eneo hili la Ziwa Victoria, lakini katika maziwa yetu mengine. Naona Rodney hapa ananiambia muda umekwenda. Basi mimi niwashukuru sana. Niliona niwape taarifa hiyo ili kuonesha ni kwa kiasi gani serikali inaona umuhimu wa fursa hii muhimu.